Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tunapoendelea na somo letu la historia ya kanisa, na leo tutakuwa tunakwenda kwenye kipengele cha namna ambavyo kanisa lilipitia mateso. Watu wa Mungu walipitia mateso makali sana, na tukiangalia katika ile dola ya Kirumi wakati huo, watawala waliokuwepo na dini kubwa na ya zamani iliyokuwepo, ukiacha dini zingine za kipagani, lakini walikuwepo Wayahudi, na Wayahudi walikubalika na watawala wa Kirumi, japo kuna kwenye maeneo mengine walikuwa wanagongana, lakini Warumi waliwaheshimu sana Wayahudi na kuwakubalia waendelee na mambo yao ya dini, maadamu tu kwamba dola yao ya Kirumi ile iko salama na ina amani. Kwa hiyo serikali ilishirikiana hivyo na Wayahudi kwa mtindo huo, na Wakristo walionekana kama sehemu ya dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo wakapata unafuu huo kwa serikali ya Kirumi, na mambo yakawa yanaenda vizuri. Lakini baadaye Wayahudi waliwakataa Wakristo, na wakaeleza kwenye dola ya Kirumi kwamba hawa si sehemu yetu, hawa si sehemu yetu. Kwa hiyo Wakristo wakawa wanatazamwa kama kikundi cha kihuni hivi, ambacho kinataka kuleta vurugu kwenye utawala kwa sababu wao walikuwa wamekataa kumwabudu mtawala wa dola ya Kirumi wakati ule. Kwa hiyo na Ukristo ukawa unaendelea kukua. Kwa hiyo wakawa wanaona kama hawa ni watu wanaoleta vurugu. Kwa hiyo shida ikawa imeanza hapo. Lakini wakati ule kulikuwa na tamaduni mbalimbali za kipagani, na Wakristo kwa namna yao walivyokuwa wanaishi kwenye ule uadilifu wa Kikristo, the Christian ethics, maadili ya Kikristo yaliwapa heshima na yaliwatofautisha na watu wengine, yaliwatofautisha na watu wengine kabisa, ile namna yao ya kuishi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba walikuwa wao wanajiita watakatifu, Wakristo watakatifu, manake watu waliojitenga, watu wanaojitofautisha na wengine, na hiyo ilikuwa inawafanya wawe na ibada zao za kipekee yao wakiwa wamejifungia huko. Kwa hiyo hilo likawa linawapa watu wengine wasiwasi sana kwamba kwa nini wanajifungia huko wenyewe? Kwa nini hawataki kuishi kama jamii nyingine zinavyoishi? Kwa hiyo unaona hata kama walikuwa hawasemi kwa maneno kukashifu zile dini za kipagani, lakini mfumo wao tu wa maisha ulikuwa unatangaza kwamba maadili yale ya kipagani ni maadili ya hovyo. Umeona? Sasa hilo lilikuwa hawalikubali. Ni kama vile kwenye jamii yetu ya sasa, unapoamua kuwa mtu mwenye haki, unapoamua kuwa mtu sio muasherati, upendi rushwa, pale ofisini pale, hata kama huwaambii watu wacheni rushwa, yani wewe ukiishi tu maisha hayo, tayari utatengeneza uadui na watu. Watakuona kwamba wewe unajifanya mwenye haki, unajifanya mtakatifu, na ndivyo ilivyokuwa wakati ule. Na kwa sababu hiyo kukatokea uzushi, watu wakawa wanasema kwamba hao Wakristo wanajifungia huko, wanafanya ngono wenyewe kwa wenyewe tu, umeona huko. Kwa hiyo
kukawa na mashambulizi ya maneno kama hayo. Wanajidai tu hawa ni wenye haki, lakini wakijifungia huko wanafanya tu mambo ya uzinifu. Kukawa na hali kama hiyo, lakini jambo la pili walioshutumiwa nalo ni kwamba mafundisho ya Yesu. Yesu alisema huu ndio mwili wangu, anayokula mwili wangu na kuinywa damu yangu. Kwa hiyo jamii ya wakati ule ilisema hawa watu wanakula watu, hawa Wakristo wanakula watu. Angalia kwenye ibada zao wanasema kwamba mwili sijui wa Kristo, mwili wa nani. Kwa hiyo hawa wanakula watu. Sasa tukiwaachia wataendelea kuleta maafa katika jamii. Kwa hiyo chuki ikazidi zaidi kwa Wakristo. Lakini Wakristo walikuwa hawataki mambo ya ibada za sanamu, kitu ambacho kiliwaletea shida kubwa, kwa sababu unakuta kwa mfano mafundi wale wa Kikristo, wajenzi, walikuwa hawakubali kwenda kujenga nyumba au mahekalu ambayo walikuwa wanajua kabisa haya ni mahekalu ya miungu ya kipagani. Alafu wao ni wajenzi, naendaje kujenga mimi kwenye hekalu najua kabisa hili litakuwa ni la waabudu shetani, alafu mimi naenda kujenga. Lakini wakati huo unahitaji pesa. Sasa Wakristo wakawa wanapitia kipindi kigumu sana cha kiuchumi, kwa sababu walikuwa hawataki kwenda kushiriki kwenye kazi za namna hiyo. Umeona, ni kama vile ambavyo watu labda hivi sasa wanapata shida kwamba najua kwamba pombe ni dhambi, alafu mimi nakwenda tena nakaa kwenye section ya uzalishaji, nazalisha pombe. Umeona, nazalisha pombe. Sasa inakuwaje? Umeona inakuwaje? Au najua kwamba sigara ni dhambi, alafu wewe tena dukani kwako kuna mhubiri aliwahi kuhamasisha watu wakasema, wewe uza tu sigara. Unauza tena sigara wakati unajua kwa kufanya hivyo unaua maisha ya watu. Umeona? Sasa utathamini pesa au utathamini ule uadilifu wa kutunza uhai wa mwanadamu? Kwa hiyo Wakristo walikuwa wanapitia kwenye changamoto za namna hiyo, na maisha yao yalikuwa magumu ya kiuchumi, na hivyo na ya kimahusiano, Kwa hiyo walipita kwenye kipindi hicho kigumu sana. Na unaweza ukaona sasa kwenye baadaye hiyo imani ya Kikristo ikawa imeenea, na kipindi cha Mfalme Nero, kulitokea moto. Mji ule wa Rumi uliwaka moto kwa muda karibuni wa siku 6-8 hivi, usiku na mchana, mji uliungua. Na Mfalme Nero alikuwa ndio anahusika, alishutumiwa yeye kisiasa kwamba ndio aliyouchoma ule mji kwa mambo yake mwenyewe. Sasa yeye kutaka kujitoa kwenye hizo shutuma za kisiasa, akaona watu wa kuwasingizia ni Wakristo. Kwa hiyo akasingizia Wakristo kwamba ndio wamechoma ule mji. Ilikuwa mbaya sana. Wakristo wakawa wanakamatwa, wanaburuzwa, wanateswa, wanapigwa, hivyo. Sasa ilikuwa ni mbaya sana. Walipata mateso makali sana. Sasa ni kuelezee tu baadhi ya watu waliopata hayo mateso, labda kabla sija kuelezea hao watu, ni kueleze tu kwamba ule mwaka wa 64, kama ambavyo nimekuambia awali kwamba ndipo ambapo 64 baada ya Kristo, ndipo ambapo ule mji wa Roma ulikuwa umepata hizo changamoto za moto.
na Wakristo ndio wakawa wamesingiziwa. Sasa kuna watu kadhaa waliopitia mateso makali sana katika historia ya kanisa, watumishi wa Mungu hawa, na ningependa tupate historia yao kidogo. Kwa mfano kuna mtu anaitwa Polycarp. Anaitwa Polycarp. Huyu alikuwa ni askofu wa sehemu inaitwa Sirmina, kule upande wa magharibi mwa Asia ndogo, na unaweza ukalikuta ile kanisa la Sirmina limetajwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo Polycarp alikuwa ni askofu na mamlaka zilikuwa zimemweka mahali pagumu sana, yeye pamoja na watumishi wengine wengi wa Mungu walikuwa wanakamatwa, alafu wanalazimishwa kuikana imani ya Kikristo na kumkana Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini wao waliona ni afadhali kupata mateso lakini wasiweze kukana na kuiacha imani au kumkana Bwana wao Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza ukaona wakati huyu Polycarp amekamatwa, yuko mbele ya gavana Caesar, wakamwambia ebu hapa fanya kiapo kwa jina la gavana huyu Caesar, Kaisari, kwa jina la Kaisari. Polycarp huyu askofu akasema mimi ni Mkristo, mimi ni Mkristo, mimi ni Mkristo. Sasa wakamshurutisha, wakamlazimisha kufanya hivyo, lakini Polycarp yeye alisema kwamba mimi siwezi kufanya hivyo kwa sababu mimi ni Mkristo, na kama ikibidi kutupwa kwenye tundu la wanyama wakali kama mnavyotaka, mimi niko tayari. Waleteni hao wanyama au nipelekeni kwa hao wanyama, lakini mimi siwezi kuwapa kwa jina la Kaisari, kwa jina la Kaisari. Kwa hiyo Kaisari akamwambia kwamba unaleta madharau, nitaweza kwenda kuchoma moto. Huyu askofu akamwambia, unajaribu kunitisha mimi kwa moto ambao utawaka tu kwa lisali moja alafu ukazimika, lakini unasahau kwamba kuna moto ule wa Jehanamu ambao wenyewe unawaka muda wote. Kumbuka hiyo kwamba wewe utanichoma tu kwenye moto ambao utawaka lisali moja utaisha, lakini kumbuka kwamba kuna Jehanamu ya milele ambayo moto wake hauzimiki. Imagine askofu anaongea maneno ya kijasiri namna hiyo wakati anatishiwa kuingizwa kwenye tundu la wanyama wakali. Walivyoona hiyo itosha, unamtishia kumchoma moto. Huyo ni askofu, ni mtumishi wa Mungu. Sasa unaona yule gavana yule akamwambia akawaita watu na Polycarp akasema mimi ni Mkristo hadharani, hadharani mbele ya watu, na wale watu wakasema huyo ni mwalimu wa Ukristo. Walipiga makelele, ndio baba wa Ukristo huyo, ndio anayeharibu miungu yetu hapa mjini. Kwa hiyo Polycarp sasa akawa anaomba kwamba kifo chake kiwe ni sadaka iliyokubaliwa kwa Mungu. Hata atakapochomwa, basi kifo chake kiwe sadaka itakayokubaliwa kwa Mungu kwa ajili ya maisha ya watu wengi. Alikuwa ameshakubali kabisa. Kwa hiyo unaona hilo jambo likawa kweli
na likatokea kabisa. Sasa unaona Polycarp huyu askofu aliuawa akiwa na umri huo wa miaka 86 alipopewa fursa kusema mbele za umati wa watu kukiri kukiri na kutambua ile miungu ya Kirumi na kumlaani, kumkataa Kristo. Polycarp alisema namna hii, maneno haya yameandikwa kwa Kiingereza. Alisema namna hii Polycarp, alisema 86 years have I served him, and he has done me no wrong. How then can I blaspheme my king who saved me? You threaten the fire that burns for an hour, and after a little while is quenched. For you are ignorant of the fire of the judgment to come and of everlasting punishment. Do what you wish. Oh my goodness. Haya ni maneno ambayo mtu ndio alikuwa ameshashikwa na jazba, ameshashikwa na ujasiri, anataka kuchomwa moto. Akawaambia, mimi siwezi kumkana Kristo wala siwezi kuikana imani yangu. Kwa miaka 86 nimemtumikia huyu Kristo, na hajanifanya kitu chochote kibaya. Umeona, nawezaje mimi kumkufuru mfalme wangu aliyeniokoa? Nawezaje kumkufuru? Ninyi mnanitisha kwa moto ambao utanichoma tu kwa lisaa na utakwisha, lakini ninyi hamuelewi. Ninyi ni wajinga, hamjui ule moto wa hukumu ya milele ambao unawaka bila kuzimika, unawaka bila kuzimika, na hiyo ni hukumu ya milele. Ninyi fanyeni mnachotaka kufanya, lakini mimi siwezi kumkana Kristo. Yalikuwa ni maneno ya kijasiri, maneno yenye kumtukuza Mungu. Najiuliza sana kwenye maisha yetu ya sasa, ikitokea hali kama hii, kweli wapo watu watakaosema maneno ya kijasiri namna hii? Kukubali kufa kwa ajili ya Kristo, kukubali kuchomwa moto kwa ajili ya Kristo. Ukristo wetu wa sasa, wapo watu watakaoweza kustahimili mateso ya watawala wasiomjua Mungu, mateso ya watawala wasiomcha Mungu, wanaolazimisha watu waiache imani, watu waache kumtangaza Kristo. Tunaweza kama hao wenzetu. Nakupa hii historia ya kanisa ili ujue wenzetu walipitia nini, na sisi tunaweza kujifunza nini kutoka kwao. Kwa hiyo Polycarp akachomwa na akafa namna hiyo, akafa namna hiyo kikatili kabisa, kikatili, na hali ikawa namna hiyo. Huyo ni Polycarp. Basi kwa leo nitaishia hapa. Mungu awabariki, lakini tuangalie jinsi ambavyo wenzetu walipitia mateso kwa ajili ya imani, Lakini unaweza ukaona leo hii watu wanamwacha Kristo tu labda kwa sababu hawana chakula, wanamwacha Kristo kwa sababu sijui hawana nguo, wanamwacha Kristo sijui kwa sababu tu wamesemwa kidogo tu na waume zao sina nini. Lakini wenzetu waliingizwa kwenye moto, waliteswa, walishambuliwa, lakini bado hawakuweza kumkana Kristo. Yesu, tusaidie na sisi katika nyakati zetu. Hatujui ni magumu gani tutakutana nayo, lakini utupe moyo wa uthabiti wa kuweza kutokuikana imani na kutokumkana Bwana wetu Yesu Kristo katika mazingira yoyote. Bwana, tusaidie tubaki kuwa waaminifu, kwa sababu Bwana, hatujaona ubaya uliotufanyia. Siku zote wewe umekuwa mwema kwenye maisha yetu, umekuwa mwenye kupendeza. Ni Mungu uliyetupa uhai, ni Mungu uliyetuokoa, ni Mungu unayetulisha, ni Mungu unayetuvisha, ni Mungu unayetetea uhai wetu. Bwana, kila itwapo leo, tunawezaje kukukana? Tunawezaje kukuacha? Tunawezaje kukubali
e Bwana mabwana, kutengana na wewe? Ni kitu gani kitakachoweza kututenga na upendo wako, e Bwana Mungu? Tunaomba historia ya kanisa itufundishe kuwa wajasiri, watu wenye kulicha jina lako na kukupenda wewe, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.